Asante sana. Watu wote mlochukua tuzo leo hii, Mario yuko hapa kwa ajili yenu. Kwa hiyo msiondoke burudani mpaka mtakapochoka wenyewe, au sio? Usiku wa leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuzo tumeziona nyingi. Naomba niseme rasmi ya kwamba tuzo ambayo tunakwenda kuitazama muda huu ndio tuzo ambayo inahitimisha tuzo zote za leo, ndo tuzo yetu ya mwisho, tuzo ya mjasiriamali bora. Tutakwenda kuitazama tuzo hii, ambapo tuzo hii tutakuja kuikabidhi wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukisindikizwa na Director of Business Development kutoka Clouds Media Group, Sheba Kusaga. Tuzo tunakwenda kuiangalia, tuzo ya mjasiriamali bora imekwenda kwa nani leo hii? Vidole vya Malkia Alfonsina Anatori Barongo vimesukuma kete nyingi sana na kuliwa mara kadhaa kwenye ulingo wa ujasiriamali kabla ya kufanikiwa kuingia kingi na kujizolea ushindi. Yaani, kama ni kubet, basi Malkia huyu amechana mikeka mingi mno. Barongo mwenye taaluma ya uuguzi miaka ya 90 huko, akiwa mtumishi wa sekta binafsi, alianza safari ya ujasiriamali kwa kuchapisha mitihani na nyaraka za taasisi mbalimbali kwa kutumia typewriter nyumbani kwake, na baadaye akaanzisha stationery yake. Kwa jasho na maumivu makali, alipambana kwa kubuni nyenzo butu na zenye ncha. Hadi sasa dunia inamtambua kama CEO wa Alvasia Company Limited, wachapishaji wakubwa hapa kanda ya Ziwa. Mimi nikiwa mfanyakazi wa kawaida, nikawa nimeajiriwa kwenye taasisi NGO, lakini mshahara utoshelezi. Kwa hiyo nilikuwa nikitoka kazini lazima nitafute kitu cha kuniongezea kipato. Nilianza kufanya biashara ndogo ndogo za kuuza barafu, kuuza bisi, kuuza mandazi. Ili mradi kila ninapokuwa nimekipata hicho, mwisho wa mwezi sigushi mshahara. Na baada ya hapo nilianzisha stationery ndogo hapa Bukoba mjini, ambayo nilikuwa nikitoka kazini siendi nyumbani. Mimi na mfanyakazi wangu nakaa pale dukani, lakini ikifika weekend watoto wakitoka shule na wenyewe wanajua kwamba wanapaswa waje kazini. Kwa hiyo wote tunakuepo kwenye ile duka, wote tunakuja kufanya biashara. Kiu ya mafanikio ilimsukuma Malkia huyo kuanzisha biashara nyingine kama ilivyo kanuni ya ujasiriamali. Ikamlipa haswa hadi kuwa wakala mkubwa wa simenti, akifanya kazi na taasisi za umma na binafsi pia. Baada ya kukusanya nikapata uwezo wa kuanzisha mradi wa simenti. Nilianza nikianzisha mradi wa simenti katika uuzaji wa rejareja, lakini baadaye katika uuzaji wa jumla. La haula, kumbe alikula sahani kubwa iliyomshinda, kwani katikati ya mapambano yake ya kuziishi ndoto zake, Alfonsina alipitia anguko la mtaji, akafilisika na kupotea kabisa kwenye ramani ya biashara baada ya kukopisha bidhaa za zaidi ya bilioni 1.5 na wakopaji wake wakaingia mitini. Uweze kufanya biashara wakati mwingine bila kukutana na changamoto. Changamoto niliyokutana nayo ni kwamba niliweza kukopesha kwa kiwango kikubwa sana, na taasisi ambayo nilikuwa naikopesha ni serikali, wakashindwa kulipa hilo deni. Kwa hiyo na mimi nikadrop biashara. Anguko lake limiacha kovu kubwa moyoni mwake, kwani alifika hadi kuuza sehemu ya majaliwa ya mali zake na kulipa madeni bank. Hii ilimuumiza sana. Tunapokuwa tunasema tuna hela, yote hiyo sio ya kwetu. Hizi hela ni hela za mabenki. Kwa hiyo nilikuwa nimekopa kwenye taasisi ya deni kubwa, lakini na kiwanda pia walikuwa wanatupa simenti. Kwa hiyo mpaka nafikia effort za kuacha kuuza simenti, ilibidi niuze hata baadhi ya vitu vyangu niweze kurejesha mikopo ile ambayo ilikuwa nayo. Pande shuka zilikuwa nyingi kwake, na visa vya kuporomoka kibiashara vilimpa maarifa mapya, na hakukata tamaa. Alijitafuta tena kwenye ramani na kujipata, japo ilikuwa taabu sana. Ndipo alipochakata upya wazo la biashara ya uchapishaji na kukita mizizi kwenye biashara hii. Baada ya kazi kuisha,
nikarudi mitaani, sina cha kufanya, ilibidi sasa nikope. Kwa hiyo walinikopa hela na mimi nilikuwa na savings zangu ambazo nilikuwa nazikusanya pamoja na vitu vingine ambavyo tulikuwa tumeuza na madeni kidogo kidogo yanayoendelea kulipa. Nikaanzisha biashara kubwa ya uchapishaji ambayo mpaka sasa nimeweza kununua mitambo kadha wa kadha, nimeweza kuajiri wafanyakazi ambao tunaendelea nao. Safari yake nchini China Novemba mwaka jana alipozuru maonyesho ya Canton Fair chini ya mwamvuli wa chemba ya wanawake wajasiriamali nchini TWCC iliimarisha muundo wa wazo la ujasiriamali. Mwaka jana mwezi wa 11 niliweza kusafiri na TWCC kwenda China, na tulienda kwenye Canton Fair ambapo tulikuta kuna display nzuri sana za Wachina. Kwa hiyo nikawa naangalia display zao, kwa kweli ziko tofauti na za kwetu. Sasa na mimi vile vidola vyangu nilivyokuwa nimeenda navyo, kwa sababu nina ulevi wa mashine, ikabidi niwekeze kwenye mashine. Kwa hiyo nikanunua hii mashine. Kando ya mazungumzo yetu kwa mwito wa dharura, tulimfikia Manase Mbaga, meneja wa tawi la CRDB Bank hapa Bukoba. Kwanza tulitaka kufahamu anamjua malkia huyu kama mwanamama wa aina gani. Namfahamu kama mwanamke shupavu, lakini pia ni entrepreneur. Ni mtu ambaye ni mjasiriamali, lakini pia nimemfahamu kwa muda mrefu kidogo. Ni kama icon kwa mkoa wetu hapa, kwa sababu unachoweza kukiwaza alafu ukakiweka kwenye action, alafu kikaja kutoa impact kwa watu, ni kitu cha msingi sana. Mabibi na mabwana, kutoka kaskazini magharibi mwa Tanzania, namleta kwenu mjukuu wa Omukama Lumanyika, Alfonsina Barongo, na kumvalisha taji la mjasiriamali bora kanda ya Ziwa. Naam, wasomi ndio sisi sasa. Malkia wa Nguvu 2025, twende duniani. Ahlan wa sahlan. Ni hao. Wewe. Ono bistad. Karibu sana Malkia. Wewe. Le général Dangote. Le grand Mama Dangote. Ona mpaka leo majibu sipati, yani mpaka leo mebaki katikati. Didi Santos. Rafiki wa kweli ni nani? Rafiki hakika ameweza kustahili malkia wangu. Jamani, makofi mengine sana kwake. Yes. Karibu sana Malkia wa Nguvu, hongera sana. Ndio. Nizamu yako sasa, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kwa heshima na taadhima tunakunyanyua kwa ajili ya kuja kukabidhi tuzo hii, ukisindikizwa na Director of Business Development kutoka Clouds Media Group Sheba Kusaga, kwa ajili ya kuja kumkabidhi malkia wetu wa nguvu tuzo siku ya leo. Na baada ya kukabidhi tuzo, mheshimiwa, tutakuomba hapo hapo tuweze kupata salamu zako za mkoa kwa siku ya leo. Karibu sana. Mheshimiwa Johari, karibu msindikize mkuu wa mkoa. Karibu. Karibu. Karibu sana. Yeah. Hai, karibuni sana meza kuu. Okay. Mheshimiwa, hivi nilikupongeza? Hongera sana, umependeza sana. Hai, naomba umkabidhi mkurugenzi hapa Sheba Kusaga certificate pamoja na mheshimiwa tuzo. Hai. Haya, anaanza kupokea certificate. Ndio. Wasomi mpo? Hongera sana. Tuzo ndo hiyo sasa. Wewe. Haya. Jose Mara, ningependa mkabidhi kipaza sauti mshindi wetu aweze kuzungumza japo kwa ufupi, na baada ya hapo tutamruhusu mheshimiwa mkuu wa mkoa aweze kutupa salamu vile vile za mkoa. Asante sana. Nichukue nafasi hii kwa ajili ya kuwashukuru Cloud Media
ambao mmeniona na kunipa tuzo hii ya heshima. Kwa kawaida sisi wajasiriamali si rahisi kukompiti kwa ajili ya hizi tuzo, lakini nawapongeza sana, mmetuona na mmetuheshimisha. Nipende kuleta salamu zetu kutoka mkoa wa Kagera. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anawasalimia sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amekuwa akitusapoti kwa nguvu zake zote. Anawapenda sana na ametuma salamu. Lakini pia nipende kushukuru familia yangu ambayo imeungana nami katika safari yote hii ya maisha mpaka tukafikia wakati wa kupata tuzo hii. Hii tuzo ni ya familia nzima. Wangenipa stress, ina maana singeweza kufanya vizuri. Ndio. Lakini pia nipende kuwaomba Watanzania kutumia hizi taasisi tulizoziweka, uwekezaji tuliouweka. Nina uhakika kabisa kiwanda chetu cha uchapishaji na matangazo kinaweza kuhudumia mkoa wa Kagera, mikoa ya jirani na Tanzania nzima. Okay. Na nipende kusema kwamba na wakaribisheni katika uchapishaji wa matangazo na uchapishaji wa vitabu na aina yoyote ya materials za promotion katika kiwanda chetu cha Alvasia Company Limited kilichopo mkoa wa Kagera. Asante. Tunawapenda sana. Haya. Asante sana, hongera sana Malkia wa Nguvu. Jamani, naomba sasa mumpokee. Yeah. Hongera sana. Naomba sasa mumpokee. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unaweza ukashuka na mshindi. Tunaomba mshuke naye. Tunaomba mtusogezee pale kwa ajili ya kuweza kupata salamu muhimu kabisa kutoka kwa mkuu wetu wa mkoa. Huku tunarudi.